Bwana wabariki. Kwa jina anajulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani waamini ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2026 niko hapa kufanya marejeo ya unabii ambao mwamba wa shuhuda ilikuwa tarehe 27 ya mwezi wa 9 mwaka 2025. Mwamba wa shuhuda alileta ujumbe wa diplomasia duniani, na unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mangosongo. Utaona ujumbe wa diplomasia ambao mwamba wa shuhuda aliuachilia wakati ule, na hii ilienda sambamba kutokana na kile ambacho kilifanyika tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2025 pale New York, mataifa ya dunia yalipokutana pale kwa ajili ya kuigawa nchi ya Mungu, nchi ya Israeli katika anuari zile mashauri. Kwa hiyo wakati wanakutana pale, mwamba Bashir Yesu alitoa unabii kupitia ule ujumbe wa diplomasia kwamba wakati wao wanakutana kwa ajili ya kupiga kula kuifanya Israeli kuwa na mataifa mawili, wakati watu wote wakijua kwamba Israeli ni taifa kuu la Mungu ambalo Mungu Bashir Yesu aliweka michoro yake duniani, kuchora wazo lake kutoka ndani ya taifa moja akitumia maandiko yake katika lugha ya kinabii ili mchoro wake wa ukombozi utoke ndani ya taifa moja uende katika mataifa yote ya dunia. Wakati wanafanya vile, Mungu Bashir Yesu akawa amekasirika. Ndio maana ilipofika tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2025, mwamba Bashir Yesu alinipa ujumbe wa diplomasia. Wakati ujumbe ule wa diplomasia wakati naumaliza, mwamba Bashir Yesu alitoa nabii mbili muhimu zilizokuwa zinaambatana katika mkutano wa kinabii. Lakini unabii mmoja hapo ambao mwamba Bashir Yesu aliuzungumza ulikuwa juu ya ule mkutano, au unaweza kuita ile Kyoto, kwa maana ile baraza ambao ulikutana kule Kyoto katika mwishoni mwa karne ya 20 kuja katika mwanzo wa karne ya 21, pamoja na mabaraza mengine ya hali ya mabadiliko ya tabia nchi. Mwamba Bashir Yesu akaniambia iambie dunia kwamba yale hayakupasa kuwa mabadiliko ya tabia nchi, wangesema mabadiliko ya tabia za wakao juu ya nchi, kwa sababu wamepitisha machafu ulimwenguni kiasi ambacho ulimwengu utakutwa na hali mbaya zaidi. Na moja kati ya mambo ambayo mwamba Bashir Yesu alizungumza pia habari ya matetemeko makubwa ambayo hayana budi yangetokea duniani ambayo hayajawahi kurekodiwa. Na niko hapa kufanya marejeo. Tayari mmeona pale Venezuela tayari kuna tetemeko kubwa limetokea ambalo halijawahi kuwako katika rekodi. Hii yote inathibitika kabisa kwamba mwamba Bashir Yesu anaujua mwisho tangu mwanzo. Tutaunganisha unabii, maelezo haya na ule unabii ili upate kujifunza kwamba mwamba Bashir Yesu huwa akosei. Na hapa natumia nafasi mataifa mbalimbali ya ulimwengu. Mkutano wa ule wa New York wa tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2025 lilikuwa kosa kuu dhidi ya mataifa yote ya dunia. Mitaa yote katika ulimwengu huu na maeneo mbalimbali na mataifa mbalimbali, tubuni dhambi, rudini tena New York mkabadilishe kile ambacho mkifanya, la sivyo hili ambalo limetokea Venezuela yataendelea kuwa matukio mazito zaidi kuwahi kutokea, na mengine yote ambayo yametajwa kwenye unabii ule ambao ulikuwa umetoka, ambao tutaunganisha na maelezo haya, hayana budi kukumba dunia kuelekea moja siku mwisho. Tubu dhambi, geuka. Mwamba Bashir Yesu ameachilia ujumbe unano kanisa. Unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mangosongo Ministry. Utaona jumbe mbalimbali zimeachiliwa, na jumbe hizi ni jumbe za kinabii. Usitumia kile yako cosmology, usitumia kile yako theolojia. Unapaswa kumuuliza yule Mungu mkuu, yule yao wa zama zote ambaye ni Yesu, atakupa michoro ya kinabii ili uweze kujua anwani hizi mashauri kuelekea moja ya siku za mwisho. Lakini usitumia kile yako ya darasani, huwezi kumpata Mungu katika anwani hizi mashauri. Tubu dhambi, geuka. Mwamba Bashir Yesu anarudi moja hapa siku. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu Yehova katotoa nani katika mangoro kuja. Amina. Mwamba leo alikuwa ananiambia, sawa? Leo tarehe 27 ya mwezi wa 9 mwaka 2025 nikiwa ofisini nikamsikia Bwana ananiambia Kyoto. Wakaelewa Kyoto. Sasa nikamuuliza unamaanisha nini? Akaniambia waliwahi kukaa mkutano wa Kyoto, Umoja wa Mataifa na washirika mbalimbali duniani, wakaingia kwenye maazimio kuelekea wakati huu tulionao kuhusiana na hali ya mabadiliko ya hali ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi. Bwana Yesu akaniambia waambie mkutano wa Kyoto walifanya makosa. Haukupaswa kuwa mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi, wala haukupaswa kuwa mkutano wa mabadiliko ya tabia ya hali ya hewa. Yalipasa wajadili mabadiliko ya tabia za wakaoji wa nchi ambayo ni wanadamu. Kwa nini mmepikisha ushoga na usagaji? Leo mmemtukana Mungu, mlazaba. Mmesema nchi yake mnaigawa, sawa? Sasa ile nchi ndio baraka ya watu mataifa. Kutakapotokea haya ninayosema, mtasema mabadiliko ya tabia nini? Tabia nchi ni mabadiliko ya tabia za wanadamu duniani. Kwa sababu wanadamu mmemkataa Yesu. Wanadamu mmemkataa Mungu muumbaji wenu. Mungu amekasirika. Mwamba Bashir Yesu akakuchukia. Akaniambia waambie mkutano wa Kyoto na protokoli ya Kyoto waende wabadilishe kama wataweza. Waingie waandike protokoli ya Kyoto ni mabadiliko ya tabia za watu wamemwacha Mungu wao. Waanze moja,
mojawapo na kurekebisha makosa yote ya Umoja wa Mataifa. Kama bila kufanya hivyo, ulimwengu huu utakutwa na hali mbaya kuwahi kutokea duniani, kwa sababu watu wametenda dhambi duniani. Mkutano wa Kyoto unaozungumza hapa na watu wa Umoja wa Mataifa na hapa na watu wote duniani, yalikuwa ni makosa. Wanasema haukupasa kuwa mabadiliko ya tabia hewa au mabadiliko ya hali ya hewa, mabadiliko ya tabia nchi. Yalipaswa kuwa ni mabadiliko ya tabia za wanadamu. Mmemtukana muumbaji wenu, mmesema amekosea. Aliyesema kwamba mataifa yatatokea yametokea. Aliyesema katika siku za mwisho Israeli nitawarudisha katikati ya mataifa, ni ile ya tabia yatatokea. Leo mnamkataa Yesu. Mnasema tena katika njia ya kisiasa. Mnasema na waeleza hiyo kweli. Geukeni haraka kabla mambo haya hayajakuta. Kyoto nchini Japan. Makutano yaliyokutana pale mwishoni mwa karne ya 20 kuja katika karne ya 21 na mabaraza mengine mliokaa kuhusiana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Nawaambia sio mabadiliko ya tabia nchi. Nchi haina shida. Sio mabadiliko ya tabia hewa. Hewa iko vile vile. Tatizo mmetenda dhambi, Mungu amekasirika. Mungu aliwaambia Ibrahimu, mkitenda dhambi nitaleta njaa. Mkitenda dhambi hai mvua haitanyesha. Kwa tatizo haikuwa hali ya hewa. Mnaelewa? Tatizo kwa Ibrahimu haikuwa hali, tatizo la nchi. Ilikuwa tatizo la ukaaji wa nchi. Ndio maana leo Waibrania walifukuzwa nchini mwao. Nanyi mtafukuzwa, mtaondolewa duniani. Hamtaondoka kwa mara moja. Mara huku mafuriko makubwa watu watafariki. Huku matetemeko yataondoa watu. Mara ajali, vita, mnaelewa? Na mambo mbalimbali ya volkano yataondoa watu. Magonjwa yataondoa watu. Kwa sababu dhiki kubwa bado, lakini mtaondolewa duniani. Kwa sababu mmetenda dhambi duniani. Yesu amekasirika. Ndio maana wakati niko ofisini akaniambia nenda kahubiri ujumbe huu leo. Operesheni za uokoaji zinaendelea nchini Venezuela kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyotokea ndani ya muda wa chini ya dakika moja na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 920 huku wengine zaidi ya 3300 wakijeruhiwa. Maelfu ya watu wanaripotiwa kupotea huku vikosi vya uokoaji kutokea Venezuela vikisaidiwa na timu za kimataifa wakiwemo wataalamu kutoka vikosi 14 vya zimamoto vya Uingereza katika juhudi za kuwatafuta manusura waliokwama chini ya vifusi. Jimbo la Guaira pamoja na mji mkuu Caracas ndizo zilizoathirika zaidi, ambapo mamia ya majengo yameporomoka. Waandishi wa habari waliopo katika eneo la tukio wamesema walishuhudia ardhi ikipasuka huku uharibifu mkubwa ukiripotiwa katika maeneo mengi. Rais wa bunge la Venezuela Jorge Rodriguez amesema watu takriban 172 bado wamekwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoporomoka. Hospitali 13 zimeharibiwa na matetemeko hayo, huku madaktari wakisema vituo vya afya vimeelemewa na idadi kubwa ya majeruhi. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limetoa vifaa vya dharura vya matibabu, lakini hospitali bado zinakabiliwa na uhaba wa maji, dawa za antibiotic, dawa za usingizi, vimiminika vya mishipa IV na vifaa vingine muhimu. Miongoni mwa waliopoteza maisha ni baadhi ya wachezaji wa soka wa Venezuela, huku mchezaji Hector Bello akitangaza kuwa mwenzi wake alifariki dunia akimlinda mtoto wao mdogo wakati wa tetemeko hilo. Kwa mujibu wa kamati ya kimataifa ya uokoaji IRC, juhudi za kurejesha hali ya kawaida zinatarajiwa kuchukua miezi kadhaa kutokana na uharibifu mkubwa wa miundombinu nchini humo.